Maelfu ya waombolezaji wamefurika mitaa ya jiji kuu la Tehran nchini Irani leo siku ya Jumamosi, Juni 28 kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya makamanda waandamizi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, wanasayansi wa nyuklia na maafisa wengine wa kijeshi waliouawa katika vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Sherehe za kuwaenzi mashahidi zimeanza rasmi, ilitangaza televisheni ya taifa ikionyesha picha za wananchi waliovaa mavazi meusi wakipeperusha bendera za Irani na kubeba picha za makamanda waliouawa. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alihudhuria tukio hilo pamoja na maafisa wengine wakuu wa serikali, ikiwa ni pamoja na mawaziri, viongozi wa kijeshi na wa kidini. Picha zilionyesha majeneza yaliyofunikwa kwa bendera za taifa na picha za makamanda waliofariki yakipita karibu na uwanja wa Enhelab katikati mwa Teherani. Majeneza ya kamanda mkuu wa IRGC General Hossein Salami, mkuu wa mpango wa makombora ya masafa marefu General Ameli Hazdadeh na maafisa wengine kadhaa yalisafirishwa kwa maroli kupitia barabara ya Azad, huku waombolezaji wakipaza sauti kifo kwa Marekani na kifo kwa Israel. Salami na Hazdadeh waliuawa tarehe 13 Juni, siku ya kwanza ya vita, wakati Israel ilipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya viongozi wa kijeshi wa Irani, wanasayansi wa nyuklia, vituo vya kurutubisha uranium na miundombinu ya makombora, ikiwa ni juhudi za kuzuia kile ilichosema ni njama ya Irani ya kutekeleza mpango wa kuangamiza taifa la Kiyahudi. Miongoni mwa waliouawa pia ni Jenerali Mkuu Mohammad Bagher, naibu mkuu wa majeshi ya Irani baada ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Bagher atazikwa pamoja na mkewe na binti yake ambaye alikuwa mwanahabari wa kituo cha ndani cha habari. Video zilizosambaa mitandaoni zilionyesha uwepo wa kamanda wa kikosi cha Quds, tawi maalum la IRGC, Generali Ismail Kani katika mazishi hayo. Hii ni licha ya ripoti ya awali ya New York Times iliyodai kuwa Kani aliuawa katika mashambulizi ya Israel, madai ambayo jeshi la ulinzi la Israel halikuyathibitisha. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei hakuonekana hadharani kwenye matangazo moja kwa moja ya mazishi hayo, ingawa amekuwa na desturi ya kuswali juu ya miili ya makamanda waliofariki kabla ya hafla za wazi. Safari hii televisheni ya taifa haikuonyesha uwepo wake. Khamenei mara ya mwisho alionekana hadharani Juni 11, siku mbili kabla ya vita kuanza. Hata hivyo, Alhamisi iliyopita Khamenei alitoa video iliyorekodiwa mapema, ujumbe wake wa kwanza tangu kumalizika kwa vita, akitoa onyo kali kwa Marekani na Israel. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 86 alidharau athari za mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia, akisema hayakufanikisha chochote cha maana na kadai kuwa Irani imeshinda vita hiyo. Kinyume chake, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomic Rafael Gross alisema uharibifu katika kituo cha Fordo kilichojengwa ndani ya milima ulitokana na mabomu mazito ya Marekani na ulikuwa mkubwa sana. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Israel, walifanikiwa kuua makamanda wa Irani 30 na wanasayansi 11 wa nyuklia na kulenga vituo 8 vya nyuklia pamoja na maeneo zaidi ya 720 ya kijeshi. Zaidi ya watu 1000 waliuawa katika vita hiyo, wakiwemo raia 417, kwa mujibu wa shirika la Human Rights Activist lenye makao yake makuu nchini Marekani. Irani nayo ilijibu kwa kufyatua makombora ya ballistic zaidi ya 550 kuelekea Israel, ambapo mengi yalidunguliwa angani, lakini baadhi yalipenya na kuharibu maeneo ya makazi na kuua watu 28. Mazishi ya Jumamosi yamekuwa ya kwanza hadhara kwa ajili ya makamanda wa ngazi ya juu tangu kutangazwa kwa kusitishwa kwa mapigano. Televisheni ya taifa iliripoti kuwa jumla ya watu 60 walizikwa, wakiwemo wanawake 4 na watoto 4. آمریکان بدون تا ما هستیم دستتون به آقامون نمیرسه، آرزوتون رو به گور میبرید. دونه دونه بچهای ایران، شیعه‌های ایران فدایی. به ترامپ خونخوار میفهمونیم که عددی نیست، هر غلطی که دلش میخواد میکنه، اما ملت ما بیدی نیست که به این بادها بخواد بلرزه. یه غلطی میکنه برای خودش اما نمیدونه چی میگه. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe,
kulike, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.